CARE TV, kisima cha elimu. CARE TV, kisima cha elimu. Huyu ni baba mzazi wa al-Imamu al-Haramain. Siku moja alikuwa ametoka pale nyumbani, mama mtu hakuwepo. Imamu al-Haramain ni mtoto mdogo sana wa kunyonya. Imamu al-Juwaini anarudi nyumbani, anamkuta Shaghala, tunaita beki tatu, yule dada wa kazi wa nyumbani. Baada ya kuona Imamu al-Haramain analia sana, hanyamaziki, akamnyonyesha, akamchukua akawa anamnyonyesha. Nataka ufahamu, takhayaru limuwafikum al-akfaa fa inna al-irqa dasafu. Imamu al-Juwaini anarudi nyumbani, anakuta yule dada wa kazi anamnyonyesha mtoto wake. Imamu al-Juwaini akamkamata yule mtoto, akamweka kichwa chini, miguu juu, akawa anamtikisa hivi ile maziwa yatoke, akawa anamuingiza na kidole ili amtapishe, akatapika Imamu al-Haramain. Alafu Imamu al-Juwaini akasema maneno haya: yasghulu alayya mautuhu wala tafsudu tibauhu bishurbi labani ghairi ummi. Yasghulu alayya mautuhu, ni jambo jepesi kwangu mimi huyu mtoto kufa. Wala tafsudu tibauhu, lakini isiharibike tabia yake. Kwa sababu gani? Bishurbi labani ghairi ummi, kwa sababu ya kunywa maziwa ya asiyekuwa mama yake. Yeye alimchagua mwanamke ambaye amemchunguza, amemfuatilia mpaka nasabu ya kwao, ili kuchunga changamoto za tabia na malezi huko mbele. Sasa angalia athari aliyoipata Imamu al-Haramain. Alikuwa akizungumza kama hivi, akitoa darsa anapata kabwa. Kabwa ni kidudumizi. Akaulizwa, kwa nini unapata kidudumizi? Akasema, hadhihi min bakaya tilka rudha. Anasema hii ni ile athari ya ile maziwa aliyobaki yale ya ule beki tatu yule. Wao wana asili ya kidudumizi. Kwa hiyo utaona, takhayaru linutafikum al-akfaa fa inna al-irqa dassasu, damu inapata asili. Kwa hiyo hatua ya pili, ukitaka kuziepuka changamoto za malezi ya mtoto, tazama unaoa wapi. Lakini changamoto nyingine na jambo lingine kuliepuka, wewe mwenyewe umejiandaa kuwa baba bora. Said ibn Musayyib alikuwa anamwambia mwanaye, la azidanna fi salati min ajlik rajaan an uhfadha fika, nitazidisha katika ibada zangu, min babil iktifai, wanajua wasoma, kwa maana nitazidisha katika ibada zangu, sio swala tu, nitazidisha katika ibada zangu, min ajlika, kwa ajili yako, rajaan an uhfadha fika, ili kutarajia nihifadhiwa mimi pamoja na wewe. Alikuwa anaidhinisha ibada ili mtoto wake awe mtoto wa kheri, kwa maana sisi wazazi tukiwa watu wa kheri pia ni sababu ya watoto kuondoka na maadili yasiyokuwa mema. Hili tunalipata katika Qur'an al-Karim, sura Al-Kahf. Wale watoto waliohifadhiwa mali yao, Mwenyezi Mungu anataja ila kwa nini wahifadhiwa mali yao, wa kana abuhuma saliha arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Wale watoto walihifadhiwa mali kwa sababu babu yao wa 10, wengine wanasema, wanachuoni wengine babu wa 40 alikuwa ni mtu wa kheri. Ule wema ule ukawafaa watoto, wajukuu na vitukuu. Kwa hiyo moja ya sababu kuepuka maadili yasiyokuwa mema kwa watoto wetu ni kuishi vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anataka na Mtume Muhammad ametuelekeza sisi wazazi. Lakini process nyingine ya kuepuka changamoto za malezi, huyo mtoto huyo, wakati mnamtafuta, mmemwomba Mungu au mmeparamiana tu? Mafaradna fil Qur'ani hajaacha kitu, Mtume Muhammad hajaacha kitu, katufundisha mpaka mtu akitaka kukutana na mkewe waseme maneno yote, kuepuka kupata mtoto asiyekuwa na maadili mema, kuepuka changamoto za malezi, tahaddi tarbawi, changamoto za malezi. Tukafundishwa maneno haya, dua hii
Allahumma jannibna shaitana wa jannibi shaitana ma razaqtana. Usema maneno hayo kabla hujakutana na mumeo, usema maneno hayo kabla hujakutana na mkeo. Allahumma jannibna shaitana wa jannibi shaitana ma razaqtana. Ewe Mwenyezi Mungu, tuweke mbali na shaitani, lakini uweke mbali shaitani kile ambacho kwamba utaturuzuku. Shaitani hakai mbali na mtoto wako. Sijui tuko pamoja? Kwa hiyo utaona mtoto kuwa mtoto mwema sio muujiza, sio jambo la kuzuka, ni process ambayo kwamba sisi kama wazazi tunahitaji kuishi kuifuata process hiyo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametokea na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza. Ukisoma kitabu Tarbiyatul Awladi fil Islam, Tarbiyatul Awladi fil Islam cha Dr. Ahmad Mustafa El-Mutawalli, ana kitabu chake kizuri, mijeledi miwili, volume 2, nasema wazungu volume 2, huku naita mujalladani. Tarbiyatul Awladi fil Islam, malezi ya watoto katika Uislamu. Kitabu chake amekiita hivi, malezi ya watoto katika Uislamu. Mtoto analelewaje? Ameweka njia zaidi ya 10 za kumlea mtoto, lakini alipofika kituo cha kuzungumza mambo ambayo yanaharibu malezi, ndio hizo tahaddi tarbawi, changamoto za malezi, alitaja mambo mengi. Nitanukuu matatu ama manne kulingana na muda. Anasema katika jambo linaharibu malezi ya watoto, alfaragh, mtoto kuwa idle, hana la kufanya, yaenda chuo, siku hiyo kuna shule, mtoto yupo tu pale, ndio inazuka michezo ya ovyo ovyo, yuko faragha, yuko tu idle, hana la kufanya. Maana yake anatusomesha mtoto hatakiwi kuwa sabahalala, yupo tu muda mwingi pale, ndio mtoto anazua mambo yasiyokuwa mazuri. Hiyo michezo ambayo kwamba Habibi ameizungumza hapa, watoto kutazama picha zisizofaa, ni faragha, ni muda. Kwa hiyo mtoto anatakiwa awekewe ratiba ngumu. Shule siku hizi wanachelewa, saa 10, 11 wanarudi, karudi apumzike kidogo tu. Chuo siku hizi nafikiri madrasa mfumo ni baada ya magharibi, watoto wanasoma sana baada ya magharibi. Chuo baada ya chuo, manake huyu atakuwa ashachoka, akirudi nyumbani saa 3 kala, kakaa kidogo, saa 4 kalala, akiamka kesho mfumo ni huo. Ule mtoto kumwacha idle muda mrefu kuna muharibu. Kakaa mtoto muda mrefu ana kufanya, ndio mchezo ya ovyo, kibaba si mama, ndio inapozuka faragha. Lakini katika mambo ambayo Sheikh ameyataja yanaharibu malezi, sohbatu as-sayyi'a, ametaja pia Habibi. Mtoto wako rafiki yake nani? Mtoto wako rafiki yake nani? Mtoto wako anaamiliana na nani katika ndugu zako, rafiki zako? Unajua zama tulizokuwa nazo sio zama za kuacha watoto walale na wajomba. Watoto wengi wameharibiwa na wajomba. Istilahi ya wajomba ina maana nyingi mjini, na kusudia mjomba huyo kaka yake mama, maana kuna wajomba, nafikiri nimeeleweka, maana Tandale kuna wajomba, na kusudia wajomba wale kaka yake mama. Washaharibu sana watoto. Mjomba kaja kwako, atalala na mwanaye. Mjomba huyo, kaka yako huyo anakaa wapi, sigeita wapi, unajua harakati zake, tabia zake sasa hivi zikoje? Unamlaza na mwanao, mtoto wako wa kiume. Wengi washaharibiwa, lakini marafiki wa mtoto wako unawajua, makwao unawajua, wazazi wao unawajua, tabia zao unazijua.
As-suhbatu as-sayyi'a, rafiki wa mtoto wako lazima ufahamu, kwa sababu almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Rafiki, Mtume Muhammad anasema marafiki huwa wanafatana, wanaingiana katika mambo. Kwa hiyo utazame unasuhubiana na nani katika urafiki. Mwanao rafiki yake nani? Katika masahaba wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna mmoja alipata nafasi ya kuingia kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa sababu ya rafiki alifeli na akafa kafiri. Uqba ibn Abi Mu'ayth, rafiki yake Ubay ibn Khalaf, alifeli kwa sababu gani? Rafiki. Wa yawma ya'adhu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan qalila laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana shaytanu lil-insani khadhula. Mwenyezi Mungu katika Al-Furqan anatuelezea kisa hiki. Uqba ibn Abi Mu'ayth alikuwa na utaratibu wa kuandaa chakula na kuwaita wageni. Kila kitoka safari akirudi anaandaa chakula. Nataka uelewe suhbatu sayyi'a, ule usubiano mbaya, urafiki mbaya. Mara hii aliporudi safari alimwalika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Mtume, chakula hicho, wakati huo si Muislamu, chakula. Mtume kwa hiyo hapa anatusomesha kwamba wale makafiri ambao sio harbiyu, kwa sababu kafiri kuna harbiyu na dhimmiyu. Kuna yule ambaye kwamba anapiga vita Uislamu na yule ambaye kwamba ni kafiri lakini hupigi vita Uislamu. Huyu unafaa kushirikiana naye katika baadhi ya mambo. Kwa hiyo Uqba ibn Abi Mu'ayth alimwalika Mtume katika si Muislamu. Mtume akafika, chakula kishaandaliwa. Uqba anamwambia Mtume kula. Tunamwambia ma ana billadhi akilu min ta'amika hatta tashhada an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah. Anamwambia mimi sili chakula chako mpaka ushuhudie kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na mimi ni CARE TV, kisima cha elimu.